Media ambayo ni EFMP Kivu, ikiwa ni shirika ambalo linakuwa miongoni mwa shirika ambazo zinakuwa katika hali ya kuweka pamoja INPC na EFMP kupitia mradi wa habari za mahali unaodhaminiwa na Benevolence Grand. Kupitia hali ngumu ya kiutu katika maeneo tofauti ya jimbo la Kivu Kusini, jimbo la Kivu Kaskazini na kwingineko, na shirika la Benevolence kwa ushirikiano na consortium INPC tumeona kwamba ni lazima tuweze kuwakusanya watangazaji wa habari ambao wanakuwa wanamemba wa mradi habari za mahali. Tufikirie tena mara nyingine namna gani ya kuweza kuheshimia huyu ambaye ni mhanga wa matatizo ya kiutu ama victim wa madhara tofauti ambao anakuwa akipitia, namna gani tunaweza tukapiganisha habari za uongo ambazo zinakuwa zikitendewa kuna katika jamii kulingana na hali ya kiutu, na namna gani watangazaji wanaweza kufikia kuweza kufanya kazi yao kama vile kawaida katika hali ya kuweza kujilinda ama kulinda watu na hii magonjwa ya Ebola ambayo inakuwa ikiweza kuripotiwa katika maeneo tofauti, ikiwemo kesi ambazo zimeweza kuripotiwa katika mtaa wa afya wa Uvira wa Miti Muresa katika jimbo la Kivu Kusini. Ndio kama tumeweza kuwakusanya wale watangazaji habari 30 na pamoja nao tumeangalia nini mtangazaji habari anaweza kufanya kwa sasa katika hali ya kuweza kupiganisha hizi jumbe za uongo ama information false ama habari za uongo ambazo zinakuwa zimezagaa kulingana na hali ya kiutu na kwa pekee hali hii ya ugonjwa wa Ebola. Nini tunaweza tukafanya kazi vipi ili kuhakikisha kwamba tunapiganisha hali hii na tunachangia kwa watu kuweza kujikinga na janga hili. Naamini ya kwamba yatakuwa na matokeo mazuri, kwa maana ni watangazaji ambao wamefunzwa zaidi kulingana na namna gani ya kuweza kufanyia kazi habari ambazo ni za kiutu, na tunaweza kuwakumbusha kwamba ndio kunakuwa matukio mengine ambayo yanaripotiwa, ni lazima kuweza kufanyia kazi namna gani kufanya kazi za utangazaji wa habari ama maproduction na content mediatique zenyewe zinafundisha watu namna gani ya kuweza kujilinda na mambo na janga la Ebola, na pia namna gani ya kuweza kupiganisha hali ya jumbe habari za uongo ambazo zinazagaa kulingana na kazi za mashirika za kiutu. Na pia kuna kanuni gani za kuheshimia wakati unakuwa unazungumza na muhanga. Tunajua kwamba baada ya mafunzo haya watangazaji habari wataendelea kufanya hii kazi kwanza katika mradi habari za mahali, kwa maana kunakuwa bidhaa ambazo tunakuwa tunakuhubiri, na pia katika media zao vya habari wataendelea kufanya hii kazi, na hii kazi itasaidia sisi kama vile Uvira kuweza kupambana na kujikinga na janga la Ebola na pia kutangaza habari za uongo kulingana na kazi za mashirika za kiutu. Tunaomba watangazaji wa habari waendelee kufikiria namna gani ya kufanya kazi ambayo inasaidia jamii, namna gani kuelimisha jamii wajue namna gani ya kuweza kujikinga na janga hili la Ebola, na pia kuwapatia habari sahihi ambazo zinakuwa zinahusiana na kazi za kiutu ambazo zinakuwa zinafanyika, ili kutokufikia hali ya kuweza kutangaza jumbe za uongo ama habari za uongo, na pia wajue namna gani ya kuweza kuwafikiria wale wahanga, kuzungumza nao bila kuweza kuwaumiza, bila kuweza kuwadhalilisha. Ni kazi ambazo tunajua kwamba watangazaji habari mtafanya baada ya mafunzo, na tunaomba viongozi kwa jumla kuangalia namna gani ya kuchukua mikakati tofauti ambazo zitasaidia kuweza kujikinga na kujilinda na janga hili la corona lisije likafikia mahali hapa, na jamii kwa upande wake iweze ikashikilia maanani ama ikaheshimu maelekezo ambayo inapewa kulingana